Na kutoka humu nchini tuelekee kaunti namba 48 ambapo matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu huko Tanzania yanaonyesha kuwa mgombea wa kiti cha urais kwa tikiti ya Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu anaongoza kwa wingi wa kura zilizohesabiwa. Katibu mkuu kiongozi wa Tanzania Dr. Moses Mpogole alitoa taarifa kwa watumishi wote wa umma kufanyia kazi zao nyumbani isipokuwa wale ambao kazi zao zinawalazimu kuwepo ofisini baada ya baadhi ya wapiga kura kuandamana katika miji ya taifa hilo. Mwanahabari wetu Athmani Saidi ana maelezo zaidi. Mguu ni ponye ndio hali halisi iliyoshuhudiwa maeneo kadhaa ya Dar es Salaam. Waliopaswa kwa vituoni kutekeleza wajibu wa kikatiba wakageuka waandamanaji wakidai wanataka nchi yao inayotambua na kuheshimu haki na uhuru wa binadamu. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa vyombo vya habari. Nisha kwamba ili tupate uhuru lazima tutumie nguvu, basi tutatumia. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki. Sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo. Wameweka watu wao. Sijapigwa lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje. Na kama msipotoka nje tutawapigia mimoshi, mtoke na mabomu ya machozi. Nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga. Na hii issue haiishi leo wala kesho. Mpaka ikubarike. Mitaa minne ya Dar es Salaam ikiwemo Ubungo, Kimara, Magomeni na Kinondo ya Tandale ikikumbwa ni vurugu, huku polisi wakilazimika kutumia vitoa machozi ili kuwadhibiti waandamanaji. Vituo vya mabasi kando ya barabara ya Morogoro kuelekea Ubungo hadi Korogwe viliteketezwa, hatua iliyopelekea baadhi ya vituo vya upigaji kura kufungwa saa 10 alasiri hapo jana. Aidha, kulingana na kundi la ufuatiliaji wa mitandao NetBlocks, huduma za intaneti zilikatwa kote nchini Tanzania. Aidha, baada ya kushiriki upigaji kura maeneo ya Chamwino, Rais Samia aliwahimiza Watanzania kudumisha amani. Ni waombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye wakatimize haki yao, wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka. Hali hiyo tete inasababishwa ni kufanyika kwa uchaguzi unaotarajiwa kumrejesha madarakani Rais Samia Suluhu baada ya wagombea wakuu wa upinzani Tundu Lissu wa Chadema na Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo kunyimwa idhini ya kushiriki uchaguzi huo na kusalia na wagombeaji kutoka vyama vidogo pekee. Kufuatia machafuko hayo, kamanda wa polisi jijini Dar es Salaam Jumanne Muliro akatangaza amri ya kutotoka nje jijini humo kuanzia saa 12 jioni. Kufikia leo siku ya Alhamisi, katibu kiongozi mkuu wa Tanzania Moses Mpogole akitangazia watumishi wote wa umma kufanya kazi zao nyumbani. Kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa 12 niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi maalum. Asanteni sana. Kufikia sasa, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania imetoa matokeo ya uchaguzi wa rais ya baadhi ya maeneo ya mikoa ambapo mgombea wa Chama cha Mapinduzi Rais Samia anaongoza. Athmani Saidi, Runinga ya Citizen.